Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Kero yangu ambaye tunaye kijiji cha Machalibii zahanati. Zahanati tangu kutokea hapa. Wewe sio wa hapa. Ni hapa pakati ya Manchali yote hii. Sio nani Chalinze. Kata ya Manchali. Chalinze ni kata ya Manchali yote ni pamoja. Chalinze ni kijiji. Haya Machale. Machalibii. Haya. Tangia zahanati hiyo ijengwe kuanzia mwaka 2011 mpaka sasa zahanati ile imekaa haijaendelea kujengwa. Tangia ipauliwe tu ikawekwa fremu mpaka sasa imekaa. Tunajiuliza ni labda ni kwa sababu ni nini? Kwa hiyo kwa sababu mheshimiwa umefika, naomba hii kero yetu jaribu kuisikiliza ili tusaidie. Asante. Ila niwaulize ndugu yangu. Wewe mtu wa Machali. Hiyo zahanati inajengwa na nani? Zahanati ilijengwa na serikali pamoja na jamii, tuchangia nguvu zetu wananchi. Kwani halmashauri haijui kwamba mnajenga zahanati? Inajua tangia mwaka 2011. Diwani wa hapa yuko wapi? Mheshimiwa diwani. Haya, eleza kwa nini hii haijaisha? Mheshimiwa Rais, kwanza nikushukuru lakini pia nikupongeze kwa kazi kubwa unayoifanya. Kwa jina naitwa Mary Mazengo, ni diwani wa kata ya Manchali. Nikushukuru sana Mheshimiwa Rais, ulipita hapa ukaniombea kura na nilipita kwa 75% kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, nilipoingia madarakani, lengo na madhumuni yangu kuja kuwasaidia akina mama kwa upande wa elimu, afya na maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, zahanati ile kweli nikiri toka 2011. Fedha inapangwa lakini mchakato bado unaendelea na mpaka sasa ile fedha imetengwa milioni 30 kupitia 2019 2020. Mheshimiwa Rais iko kwenye mpango na itatekelezwa. Lakini Mheshimiwa Rais, naomba niseme tu kero yangu moja kubwa ambayo Mheshimiwa Rais kama utaniruhusu niseme. Mheshimiwa Rais, kata hii ina vijiji 5 ambazo mimi naongoza, wananchi wako 17,000. Mheshimiwa Rais, tuna changamoto kubwa sana ya bwawa la Chalinze. Bwawa lile Mheshimiwa Rais limejaa tope. Na bwawa lile Mheshimiwa Rais linategemea na wananchi wakazi wa kata ya Manchali na lina uwezo wa kulisha mboga wilaya ya Chamwino. Lakini mpaka sasa Mheshimiwa Rais, bwawa lile limejaa tope pamoja na jitihada nyingi za waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri. Mpaka sasa hatujapata. Hapana, liko kule Chalinze ndani. Na lina wakulima wengi sana ambao wanasaidia sana kuhusu mboga. Lakini na mwisho Mheshimiwa Rais, nikuombe sana kama mama Mheshimiwa Rais, eneo hili ni wafanyabiashara wadogo. Mheshimiwa Rais, tuna changamoto sana ya parking ambayo inawafanya wafanyabiashara hawa wanashindwa kufanya biashara zao. Pamoja na kwamba wafanyabiashara hao walipokea kwa kiasi kikubwa sana vitambulisho vyako, lakini parking inakuwa ni shida. Nikuombe Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako utusaidie. Asante Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani, kwa hiyo parking hapa inaweza ikawa wapi? Mheshimiwa Rais, kwa upande huu ukitengeneza inaweza ikafaa sana na watu wakafanya biashara. Hapo si panajaa maji pale? Mheshimiwa Rais, panajaa, lakini ukipatengeneza kwa utaalamu na ukichimbua yale madete kule ili maji yapite hapa hayataingia Mheshimiwa Rais. Yaani parking unaiweka kwenye madete hayo? Hapana, madete hapa kwenye korongo Mheshimiwa Rais. Yatolewa kwa sababu yale ndio yanayeziba maji na maji yanasambaa ndio maana yanakuja huku. Kwa hiyo kibanda cha huyu tukibomoe na cha huyu ikiwezekana Mheshimiwa Rais, kwa faida ya watu wengi. Kwanza na ile plot ya yule ile pale Mheshimiwa Rais ni kiwanja cha mpira Mheshimiwa Rais. Kiko wapi kiwanja cha mpira? Kile pale. Kwa hiyo gari litakuwa linaenda linapaki huku mbele kuna nyumba. Mheshimiwa Rais, ikiwezekana hata wenyewe wanaweza kukubali kwa sababu twende taratibu kwa sababu ndio maana nawauliza hapa kwa watani zangu. Huwa nanunuaga nyama hapa miaka mingi. Na nina watoto hapa, si ndio? Haya. Mheshimiwa Rais, nataka niseme vibanda hivyo vinaweza vikatoka kwa ridhaa yao kwa sababu ni faida kubwa sana. Parking ikiwepo na wakafanya biashara kwa uhuru sana. Haya, nimewasikia. Asante Mheshimiwa Rais. Hizo fedha zilizopangwa milioni 30 zilipangwa na halmashauri? Ndiyo Mheshimiwa Rais. Mkurugenzi wa halmashauri yuko hapa? Haya, tueleze kwa nini hizo hela hazijatoka.
Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Ndio. Ni kweli lazima tukiri ukweli, zahanati imejengwa muda mrefu na ilikuwa haijakamilika. Lakini kwa mwaka huu wa fedha 2019-20 tumetenga milioni 30 na naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, zahanati hii itakamilika mwaka huu wa fedha na kuanza kazi. Wewe una muda gani kwenye halmashauri hii? Mheshimiwa Rais, nina miaka 3. Haya. Sasa hiyo zahanati umeshampata contractor? Tutatumia force account Mheshimiwa Rais. Basi kama mnatumia force account, muanze kesho. Sawa Mheshimiwa Rais. Muimalize. Sawa. Sawa. Na bahati nzuri mimi ni jirani yenu tu hapa Chamwino. Nitakuwa nakuja kuiangalia nione kama itaisha. Sawa Mheshimiwa Rais. Muanze kesho, muanze kuishughulikia hiyo zahanati imalizike. Ndio. Tulete madaktari, tulete madawa. Sawa Mheshimiwa Rais. Unaitwa nani mkurugenzi? Naitwa Athmani Masasi. Masasi. Ndio Mheshimiwa. Haya, ole wako wa Masasi atakupata kama hii dispensary haitaisha. Asante. Haya. Limezungumzwa swala la stendi ya parking. Hiyo parking ninyi halmashauri mmeshindwa kutengeneza parking yenu. Mheshimiwa Rais, ninakushukuru. Changamoto kubwa hapa Mheshimiwa Rais, huku kote upande wa kushoto na kulia kunajaa maji. Kwa hiyo kama halmashauri tulikuwa tunafikiri tukubaliane na wananchi kwa pamoja. Kama tunataka tuweke parking, aidha tufanye nyuma kidogo ya hapa Chalinze ama mbali kidogo kwenda Chinangali ambako kuna maeneo makavu kidogo. Lakini kwa eneo hili Mheshimiwa Rais, kwa maelezo ya wataalamu. Sasa ngoja niwaambie ndugu zangu wa Chalinze. Mkitaka kujenga parking kwenye maji, jengeni yenu. Mimi nawaambia ule ukweli. Kwa sababu water table hapa iko juu. Msifikiri mimi niko mgeni hapa. Kuna wakati fulani maji yalijaa mpaka pale, yakaunganika na ule mto. Kuna wakati fulani maji yanajaa hii ni swampu. Pale ndipo panakuwaga pagumu kidogo, lakini ukisogea mbele kuna maji. Sasa ukijenga parking kwenye eneo la maji, kama ulikuwa unatumia milioni 10, utatumia milioni 100. Sasa kama mnazo, jengeni. Kwa sababu tatizo letu sisi wa Tanzania, saa nyingine ni ubishi. Kila mmoja anataka parking iwe hapo, mwingine anataka hivyo, mwingine iko hapo. Kaeni mkubaliane. Mtafute mahali ambapo itajengwa parking kwenye eneo ambalo ni dry, ambapo water table yake haiko karibu. Barabara hili hata siku za nyuma tulipokuwa tunalijenga, kila mara lilikuwa linakata hapa. Matengenezo tulikuwa tunafanya kila mara hapa. Kwa hiyo mimi hapa napajua ndugu zangu, watani zangu. Kwa hiyo uwezo kutengeneza parking pale. Hata majani yenyewe hayaoti kwa haraka. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo mtafute mahali ambapo mtatengeneza parking. Unless labda kupanua tu kinjia kidogo. Nafahamu historia ya hapa. Kuna wakati fulani mliomba matuta. Nasema uongo? Na mlitaka matuta yawe mengi hapa kusudi magari yakija lazima yasimame yakanunue nyama. Kwa hiyo kaeni, bahati nzuri mna diwani safi sana. Mmenielewa? Najua wengine wanampiga vita sasa. Lakini huyu mzuri, hata sura tu yenyewe nzuri. Nasema uongo? Wanaume, nasema uongo? Ndiyo. Kwa hiyo tafuteni eneo ambalo mnaweza mkaweka parking. Mkawa mnafanya biashara. Mahali pa parking sio kwamba hamtafanya biashara. Mtafanya na biashara zingine, patakuwa tu. Chalinze sasa hivi ni kama Dodoma tu pale. Huu mji umeshakuwa, msije mkafikiria mwaka mmoja miaka miwili mbele. Mfikirie papana zaidi. Ili kusudi na mimi mtani wenu niweze kushirikiana ninyi tujenge stendi parking, lakini siwezi nikajenga parking hela za serikali nikazipeleka kwenye maji. Hizo tafuteni zenu. Uone tu msingi huo wa choo. Ilibidi uinuliwe kuliko hata daraja, kuliko hata barabara. Otherwise maji yangekuwa yanajaa kwenye choo kabla ya choo kuingia.
Ni lazima tuzungumze ukweli. Kwa hiyo mkae kwa kushirikiana diwani na mkurugenzi na watendaji, muamue eneo ambalo mnaweza mkaitumia kama parking kwa ajili ya kufanya biashara. Ndugu zangu wa Chalinze, swala la hospitali lenyewe ameshaahidi ndugu Masasi kwamba kesho wataanza kutumia force account kwa ajili ya kuanza kujenga hiyo hospitali. Nimezungumza swala gani lingine? Bwawa. Hilo bwawa mniachie, nitazungumza na waziri na pamoja na wizara zinazohusika, tuone nini cha kufanya. Mimi nataka mfanikiwe ndugu zangu. Ndio maana nilihama Dar es Salaam nikahamia kwa watani zangu Wagogo. Na bahati nzuri siku hizi hata fisi wamepungua. Lakini tunaipenda Dodoma. Tunawapenda, ndio maana sasa hivi maendeleo yanabadilika. Dodoma tukaipa jiji. Mjipange kwa ajili ya maendeleo. Mjipange kwa ajili ya kutajirika, ninawaambia ndugu zangu. Ndio maana mnaona sasa hivi hata hapa Chalinze hii nyumba yenye mabati mekundu haikuwepo. Kalikuwepo kale toka nyumba kakuuzia mbuzi na ng'ombe. Na mle ndani kuna ligogo hivi limeshaisha kwa ajili ya kukatia mapaja ya. Nafikiri ndio hilo bado lipo. Nasema uongo? Kwa hiyo tujipange kwa ajili ya maendeleo makubwa zaidi. Uchumi wa Chalinze, uchumi wa Dodoma sasa umekuja mikononi mwenu. Kwa hiyo yale mengine tutaendelea kuyatatua, lakini na ninyi msiwe ving'ang'anizi kwamba parking lazima iwe kwenye maji. Chalinze oi. Kwa hiyo la bwawa mniachie, ile la dispensary kituo cha afya nitafuatilia, na mkurugenzi ameshajikomiti mwenyewe baada ya kazi nzuri ya diwani kufanya. Mengine tutakuwa tunatatua taratibu. Mimi ni jirani yenu. Ni jirani yenu. Au hamtaki niwe jirani yenu? Hamtaki eh? Watani zangu Wagogo mnaniangusha sasa. Wangapi wanataka niwe jirani yenu? Wagogo oye! Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.